Katika hija ya kitaifa iliyoandaliwa kwenye madhabahu ya Bikira Maria Subukia, si maombi na nyimbo pekee vilivyotawala, bali simulizi za maisha ya waumini waliokuwa wamekusanyika. Kila mmoja alikuwa na sababu yake ya kufika, na katika mahojiano kadhaa ilibainika kwamba hija ya Subukia ni zaidi ya tukio la kidini. Ni safari ya imani, shukrani na matumaini. Na kwenye matoleo yapo, utasaidiwa na hudumu wetu kuiweka intention ya. Wengi wa mahujaji waliohojiwa walieleza sababu kuu 3 zilizowavutia kila mwaka. Imani na sala. Waumini huona Subukia kama mlima wa toba na maombi ambapo Mungu husikia vilio vyao. Unieleze umetoka wapi na pengine ni mara yako ya ngapi kuja hapa? Leo ni mara yangu ya kwanza. Niko Subukia kwa hija. Nimeona mambo mengi ya kunifurahisha. Na safari ilikuwaje kutoka, umesema umetoka Voi hadi hapa? Safari ndefu ya kuchokesha. Tulitoka kule saa 4 asubuhi, tukafika hapa usiku karibu ya saa 6. Sasa inafaa tuondoke sasa. Lakini bado kuna misa saa 4 ambayo tunangoja. Kwa hivyo kurudi tena inaonekana tutafika usiku. Wewe kama Mkristo unaona kwamba ni muhimu kuhudhuria hija ama maombi ya kitaifa namna hii? Ni muhimu sana. Kwa sababu mnapata nafasi ya kuwa na maombi ambayo kufocused on problems za nchi. Na unaondoka hapo kwa umejua kwamba solution of all problems ni Mungu. Kwa sababu tumeambiwa wisdom, rather akili ya Roho Mtakatifu hutoka kwa binadamu. Asante sana. Naye huyo ni mzee wa CMA, ametoka katika eneo la Taita Taveta Voi ili kuweza kuhudhuria maombi haya ya kitaifa. Wengi hurudi kutoa ushuhuda wa baraka walizozipokea, wengine kwa ajira, ndoa, watoto au uponyaji. Nieleze majina yako na umetoka wapi katika taifa hili? Majina yangu naitwa Rosemary Ihongo Handa. Natoka sehemu za Ereki Kakamega. Na pengine mama, safari ulianza lini kufika hapa Subukia? Hii safari niko na miaka karibu 10 kama ninakuja hapa. Na nimepata uponyaji tangu nianze kukuja hapa. Nimeona maisha inaenda sawa na hapa Subukia. Pengine ni nia zipi ambazo ulishawahi kupeana na umeona zinatimilika kwa maisha yako? Ni vitu ndogo tu kama sadaka hivi. Kidogo ukirudi nyumbani unapata mabadiliko. Unaendelea. Na tena unapata uhai. Kama mimi hivi saa hii ningekuwa nishakufa. Tangu nianze kukuja hapa ndo nilipata uponyaji mpaka niko ningali nikiwa mzima mpaka saa hizi. Nilikuwa papa watoto aliwaacha watoto kama wangali watoko. Wamekuwa wakubwa, wameoa, wengine wameoleka. Kama aliwaacha akafariki ama akatoroka? Alifariki. Sasa naona hapa ni kuzuri. Na utaambiaje kina mama wenzako ambao pengine hawajai kufika hapa na wewe umekuja, umesema miaka 10 iliyopita unakuja kila mwaka? Kila mwaka. Naweza kuwaambia wawe wakikuja hapa watapata matokeo mazuri hapa. Hapa kila kitu inapatikana hapa. Umesema unatoka eneo gani? Ereki pande wa Kakamega. Na unaitwa nani? Rosemary Ihongo Handa. Rosemary Handa. Asante sana Rosemary. Mtazamaji, tunaendelea kuzungumza na Wakristo walio wengi ambao wamefika hapa kutoka maeneo mbalimbali ya humu nchini na nje ya taifa hili. Tunaarifiwa kwamba wengi huja pia wa madhehebu mengine, haswa kuchota maji ambayo wanasema huwa ni maji ya baraka. Hija hutoa nafasi ya kukutana na Wakristo kutoka sehemu mbalimbali.
kuimba pamoja na kushiriki sakramenti, hali inayojenga mshikamanifu wa kitaifa. Kwa siku moja, kijiji cha Subukia hubadilika kuwa bahari ya imani na matumaini, kila uso ukiwa na simulizi yake ya kipekee. Ushuhuda wa mahujaji unadhihirisha kwa nini maelfu ya watu hufurika hapa kila mwaka, kwa sababu Subukia ni zaidi ya safari, ni nyumba ya miujiza na matumaini. Nami sina la ziada mtazamaji, kutoka hapa Shrine ya kitaifa ya Marian Shrine mjini Subukia. Kwa heri na Mungu akubariki.